hata mtakapovikwa uweza utokao juu. Maana yake kama kuna nguvu za giza hapa duniani, tunahitaji kuwa na nguvu mbadala, nguvu iliyo kuu kuliko hiyo iliyoko duniani. Labda nikusomee mstari mmoja, Warumi sura ya 8 mstari wa 1. Mtumishi, kuna nguvu? Nguvu ipo. Tena hata hivi ninavyoongea, labda wewe imekuvaa, inakutumikisha wewe unayemtazama kwenye video. Anasema hivi 8, Warumi 8 mstari wa 1. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Unaona hiyo? Kuna mivutano. Ukiwa ndani ya Yesu, kuna sheria inaitwa sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu. Sheria ya roho wa uzima. Roho aliyoandikwa hapo ni ya herufi kubwa, ni Roho Mtakatifu. Halafu sheria ya pili inaitwa dhambi na mauti. Mmiliki wa sheria au mwanzilishi wa sheria na nguvu ya uzima ule ulio katika Kristo Yesu ni Roho Mtakatifu, na mwanzilishi wa sheria ya dhambi na mauti, nguvu ya mauti, hofu, kulogwa, kutokufanikiwa, kuparalyze, magonjwa yasiyotibika, hiyo ni nguvu. Nguvu hiyo iko chini ya udhibiti wa shetani. Sasa Yesu anamwambia hivi, msitoke Yerusalemu, msije mkathubutu kwenda kuhubiri kama hamjajazwa hizi nguvu, mtakimbizwa kabisa. Na ndio maana mimi sikuruhusu wewe ambaye unanitazama na kunisikiliza, kama hujajazwa Roho Mtakatifu, usisubutu kutoa pepo. Tulia kwanza, tulia Yerusalemu mpaka utakapovikwa uwezo utokao wapi? Kwa sababu vita vyetu si vya damu na nyama, na silaha zetu zina uwezo katika Mungu. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, anakupa nguvu ya kukuwezesha kupambana na hizi nguvu zilizoko duniani. Halo? Labda nikwambie tu kitu cha kawaida. Zamani mimi nilikuwa na ilizi, nilikuwa ikiweka kwenye mfuko mdogo wa jinsi na tamba, kwamba mimi hakuna anayeniweza, kwa sababu yule mganga kaniaminisha hivyo. Ila walikuwa wananichanja na ilizi ninayo. Kwa nini? Kwa nini? Niliaminishwa na mimi nikaamini kwamba hii ni ulinzi, hii ni mafanikio, hii. Naomba nikwambie hivi, na ukija kwa Yesu tunakupa ilizi kabisa. Yaani tumie hilo neno utaelewa. Kama zamani nilikuwa na ilizi na nikaaminishwa kwamba hiyo ilizi ina nguvu kuliko nguvu zozote, ndio maana wachawi hata ufanyeje hawatakiri kwamba Yesu ana nguvu, kwa sababu wanafundishwa kwamba shetani ana nguvu kuliko chochote duniani. Sijui mnanielewa hiyo? Ndio maana hawawezi kukiri Yesu. Hata kama ukimshinda, wanasema huyu mchawi sana huyu. Hawezi kukiri. Kwa nini? Wanaaminishwa kwamba kuna nguvu nyingine. Yaani hakuna nguvu nyingine ya kushindana na uchawi wako. Yaani wewe ni kigagula. Kwa ukija huku nako, hilizi yetu ni Roho Mtakatifu. Amen. Hilizi yangu mimi ni Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu sasa, msithubutu kwenda popote kuhubiri chochote mpaka mtakapovikwa uweza utokao juu. Sasa kama kuna nguvu za shetani, naomba nikusaidie. Unapaswa kujaa nguvu za Mungu na kufurika. La sivyo, utaenda kuhubiri Tanga, mchungaji, watakuchukua, watakuweka juu ya bati. Kabisa. Mimi nakwambia, na Wakristo mnachukulia kama ize tu kuhusu habari za Roho Mtakatifu. Ngoja nikwambie, tunatamba mbele ya mashetani kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Bila huyo tunagalagazwa.